Umeme mnaoupata ambao unapatikana kwenye majumba yetu unapita hatua nyingi. Unazalishwa, unasafirishwa, zeni unasambazwa. Sasa basi, katika kijiji chenu cha Ruhimba, mkoa wa Ruvuma, ni miongoni mwa kijiji ambacho kimepitiwa na njia ya usafirishaji wa umeme inayotokea Makambako mpaka Songea yenye msongo wa kilovoti 220. Hii njia ya grid ya taifa ina corridor. Corridor lake ni 60 mita. Sasa basi, katika vijiji ambavyo vimepitiwa tumeingia makubaliano ya ulinzi. Maana serikali yenu ya kijiji pamoja na shirika. Na moja ya makubaliano hayo ni kulinda miundombinu yetu hiyo isiweze kuvamiwa aidha na wafugaji wasifanye shughuli pale, wafugaji wa samaki wasichimbe mabwawa, wanaofyatua tofali wasifanye hivyo, wakulima na wenyewe wasifanye hivyo. Tumeingia makubaliano hayo kwa lengo la kuhakikisha kwamba miundombinu iko salama inakoanzia mpaka inakofika, ili umeme uwepo. Kwa kuzuia kufanya hizo shughuli, tunakuwa tumehakikisha kwamba umeme utakuwepo salama kwenye mazingira hayo na utakuwa umesafirishwa bila shida yoyote. Sasa basi, hapa karibuni kuna changamoto imetokea maeneo haya ya Ruvuma ya kuibiwa ya vizuizi ambavyo vipo pale vya kuzuia mtu kupanda juu. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akaamua kwenda kwenye hiyo nguzo na kutaka kupanda kuelekea juu, lakini hawezi kwa sababu tayari pale kuna vizuizi vipo. Sasa hivyo vizuizi vimeibiwa kwenye baadhi ya nguzo. Kwenye kijiji chenu hakijafanyika hicho kitu, ila vijiji vya jirani kama Mshangano, Tanga na Mageuzi, hayo matukio yamefanyika. Na hayo matukio yamefanyika hivi karibuni, mwanzo hayakuwepo. Sasa basi, kilichotuleta ni kuendelea kutoa elimu kuhusiana na umuhimu wa miundombinu hii kuwa salama na kulindwa na mwananchi mwenyewe. Kama mnavyojua, hii ni miradi mikubwa ambayo inajengwa na serikali, inatumia pesa nyingi. Sasa kwa mantiki hiyo lazima ilindwe na sisi wenyewe ambao tuna faida nayo. Kama nilivyotangulia kusema kwamba inasafirisha umeme na umeme ndio tunaopata majumbani. Sasa ikitokea nguzo moja imeanguka na wewe ukasema bwana hiyo haikuhusu, lakini utakuwa umekosa umeme kwenye sehemu ambapo upo, aidha hospitalini, wewe unayenyoa kinyozi, wewe unayetumia nyumbani, unayechomelea, kumbe ni shida ambayo ya mtu mmoja ambaye amesababisha. Sasa tunapokuja tena tunasema kilimo hakiruhusiwi pale kwa sababu ule upana umeachwa makusudi, ni kwamba unapofanya kilimo pale utasababisha kuwa na mmomonyoko wa ardhi. Kama mnavyojua, mmomonyoko wa ardhi una madhara kwenye sehemu yote hii. Hata wewe kwenye nyumba yako ukiona kuna mtaro unakuja, lazima uuzibe. Hata hivyo kwenye hizo nguzo unapoonekana kuna mtaro, lazima tufanye hivyo ili kuzuia hiyo nguzo isianguke. Sasa wewe unapofanya kilimo, maana yake unatifua udongo. Unapotifua udongo, maana yake ardhi inakuwa ni laini. Kwa hiyo mvua inaponyesha kubwa, lazima itasomba ule udongo na hiyo nguzo ambayo ipo pale itaonekana iko dhaifu. Mvua kubwa ikija na maporomoko, hiyo nguzo inaweza ikaanguka.
na nguzo moja ikianguka kuja kurekebishwa itachukua muda aidha wiki 2 mpaka mwezi. Wakati huo mkoa mzima hauna umeme, kwa sababu Ruvuma inapata umeme kupitia njia kuu ya usafirishaji umeme kutokea Makambako, Madaba mpaka Songea. Kwa sasa ikitokea nguzo hiyo imeanguka, maana yake wiki 2 mpaka mwezi huna umeme, na unavyojua kwamba umuhimu wa umeme unavyotakiwa. Na hii njia pia inasaidia baadhi ya wilaya ambazo ziko mkoa wa Mtwara, kwa maana ya Masasi wanapatia umeme kutokea Songea. Kwa hiyo maana yake sehemu kubwa ya mkoa wa Ruvuma pamoja na Mtwara watakosa umeme kupitia endapo kama nguzo inaweza ikianguka. Lakini pia tunazuia kulima, kwa sababu watu wanalima kwa kutumia ng'ombe, kwa maana wanalima kwa kutumia trekta. Pia wanaendelea kuchimbua ile ardhi. Wanapochimbua kuna mawaya mle tumeyazika, na zile nyaya tumezizika zina kazi maalum. Kama mnavyojua huku huwa kuna radi. Sasa na sisi tumeweka njia za kuzuia radi, laini yetu isipate madhara. Sasa radi inapotokea kuna waya ambao unafanya kazi ya kutoa ule umeme uliozalishwa na radi unakwenda ardhini. Sasa unapofanya kilimo kwa kutumia trekta au mkokoteni au hata jembe, maana yake unaweza kutuletea madhara pale, ule waya ukaukata, tayari laini yetu ikawa sio tena ina ulinzi kwa wakati huo. Sasa tunapozuia pia tena wewe kuwa karibu pale, maana yake ni kwamba katika kiafya pia tunakulinda, kwa sababu pale kuna mionzi ambayo haitakiwi wewe uwe karibu nayo. Kingine, na tunapokuzuia tena usiwe karibu pale, leo inaweza katokea tu nguzo waya umeshuka, umeanguka. Kama unavyoonaga waya zetu zinaanguka, lakini tunajitahidi kuhakikisha kwamba kwenye njia kubwa hiyo ya usafirishaji kusiwe na shida ambayo ya sisi ambao tumepitiwa kutoiangalia vizuri. Ndio maana kila muda tunajitahidi kuangalia na kupita mara kwa mara ili miundombinu yetu iwe salama. Kwa maana hiyo sasa hatuwezi kuwa na kukuhakikishia kwamba, kwa sababu tunatazama sisi wenyewe ni binadamu, kukuhakikishia kwamba waya unaweza usishuke. Sasa ikitokea waya umeshuka na kuna ng'ombe au kuna binadamu anafanya shughuli pale, unaweza kumletea madhara makubwa. Mtu anaweza kuwa kilema au paka ikamletea kufariki.